Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, tukienda jambo la pili, wa min suwari al-istidad li hadha al-mawsim al-azim, na miongoni mwa picha au mambo ambayo yanatakiwa tujiandae nayo kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, at-taubatu ila Allah jalla wa ala. Mimi na wewe tunatakiwa tutubie kwa Allah jalla fi ula. Kabla Ramadhani haijaingia, lazima utengeneze mahusiano yako baina yako wewe na Allah jalla fi ula, mahusiano yawe mazuri kabla hujaingia kwenye mwezi wa Ramadhani. Fanahnu mundu ma yazidu ala 10 ashhuri, sisi kabla ya hapa miezi 10 kabla, ambayo Allah jalla fi ula alitujalia ndani yake tunapumua na kuwa na afya njema, nukhalitu dhunubi, wallahi tumekuwa tukiyafanya madhambi mbalimbali, wa nuqassiru fil ibadat, tumefanya uvivu wa ibada mbalimbali. Fa inna hadha alqalbu dhaif, hakika ya huu moyo ambao kwamba ni dhaifu wa mwanadamu, tughatihi dhunubu wassayiat, wallahi umefunikwa na madhambi mbalimbali na makosa mbalimbali. Wayadkhulu fil ibada, na moyo huu ni mzito katika kufanya ibada. Wayanghamisu fi dunya wa shahawatiha, na moyo huu umekwenda kuzama katika mambo ya dunia na starehe na matamanio mbalimbali ya dunia. Yahtaju ila tathirin wa tazkiyatin, huu moyo unahitaji ufanyiwe usafi na kutayarishwa. Watamrinu ala taat, na kupewa mazoezi moyo huu kwa ajili ya ibada mbalimbali. Lengo ni nini? Liyadkhula shahra ramadhana, ili mwezi wa Ramadhani utakapoingia, wa huwa mushtaqun lilibadati mu'tadun alaiha, moyo uwe una hamu ya kufanya ibada mbalimbali, na ule moyo uwe tayari umekwisha kuzoea kufanya ibada mbalimbali. Hilo ndio lengo la kurudi kwa Allah na kutubia kwa Allah kabla ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, fatawbatu wajibatun fi kulli waqt, hii tauba ni lazima kwa Muislamu katika kila wakati. Lakini bima annana sanadkhulu ala shahrin adhim, kwamba sisi tunakwenda kuingia mwezi ambao ni mtukufu, min al-afdali, miongoni mwa ubora, an-nusari'a bitawba, tufanye haraka kwa ajili ya kutubia, fima bainana wa baina rabbina min dhunubin, kutokamana na yale ambayo yaliyopo kwetu baina yetu na Allah, miongoni mwa yale madhambi ambayo tuliyoyafanya. Wa fima bainana wa baina an-nas min huquqin, na yale yaliyopo baina yetu sisi na ndugu zetu kutokamana na zile haki. Leo tumekosana na Allah, tumefanya madhambi mengi. Kuna watu wanakula riba hapa, kuna watu ni wazinifu hapa, kuna watu ni wasengenyaji hapa, kuna watu wanafanya kila aina ya madhambi. Kabla Ramadhani haijaingia, ndugu yangu, tengeneza uhusiano wako baina yako wewe na Allah, urudi kwa Allah, ujisafishe kwa Allah. Ramadhani ikiingia, wallahi uko safi, unafungua ukurasa wa mema na khairat. Mimi na wewe hapa, kuna ndugu zetu ambao hatuzungumzi nao, kuna majirani tumeteta hatuongei, kuna watu tumedhulumiana. Kabla ya Ramadhani haijaingia, tengeneza uhusiano wako baina yako wewe na ndugu zako na majirani zako na wafanya biashara wenzako. Kama umechukua haki za watu, rudisha. Kama umemkosea ndugu yako, omba msamaha kabla an yadkhula Ramadhan, kabla haujaingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, qala jalla wa ala fi kitabihi, Allah amesema aliyetukuka katika kitabu chake, watubu ila Allah jamia,
kwenye Suratul Nur aya nambari 31. Ikhwata al-iman, leo ukiangalia hapa mambo ambayo nayazungumza ya watu wema walikuwa wakijitayarisha kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, wanapambana katika kufanya kheri mbalimbali, wanapambana katika kuzidisha ibada, wanapambana katika kusoma Qur'an, wanapambana katika kutoa zakawat. Lengo ni nini? Wanafanya maandalizi juu ya maisha yao baina yao na Allah jalla fi'ala. Lakini leo njoo tuangalie wanadamu wa kileo, tuangalie waumini wa kileo. Ramadhani huwa inapokaribia, badala ya kutengeneza mahusiano yetu yawe mazuri baina yetu sisi na Allah, tunayaharibu mahusiano kama haya. Leo wallahi ni Ijumaa ya mwisho katika mwezi wa Shaaban. Insha Allah taala Ijumaa ijayo, Mungu akijalia, tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini leo katika siku chache ambazo zimesalia, kuna watu wanakwenda kusherehekea, kuna watu wanakwenda kufanya maasi, kuna watu wanakwenda kuspend na watoto wa watu wa kike, wanaita kula mfungo. Kuna watu watakwenda Mombasa, washakodisha mahoteli. Kuna watu watakwenda kwenye fuo za bahari Bamuri, wanakwenda kumuasi Allah jalla fi'ala. Kwa nini wanafanya hivi? Wanasema kwamba tunamaliza yale maasi yetu, tunamalizia sehemu za mwisho zilizosalia, ili angalau tukiingia ndani ya mwezi wa Ramadhani tuwe fresh. Allahu akbar. Mbaya zaidi, kuna watu wanakaa wanaishi na mabinti za watu hawajawaoa, anapikiwa, anakula chakula cha uzinifu, analala naye, anazini naye, anafanya kila aina ya maasi, kisha anaingia msikitini. Allahu akbar. Wakati ule mwezi unaandama, ndio anamkalisha chini mrembo wake, anamwambia, mrembo, utanisamehe. Kwa nini? Mwezi wa baraka, mwezi wa neema, mwezi wa maghfira, mwezi wa tauba, ndio huu unaingia. Siko tayari mimi kuwa na wewe ndani ya mwezi wa Ramadhani, nenda baada ya Ramadhani nitakutafuta. Wallahi, binti anaondoka, anakwenda kwao, anavumilia huko kwao, na yeye anajiona yuko kwenye ibada. Baada ya hapo tu mwezi ule unaonekana, tayari anampigia simu yule zoba lake, anamwambia, vipi sasa? Tunatakiwa tuvunje jungu, tunatakiwa tuvunje jungu. Jungu lenyewe la nini? La Ramadhani. Sheikh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ndugu zangu katika imani, wallahi tunatakiwa tufanye bidii katika kutubia kabla hii Ramadhani haijaingia. Usijidanganye siku hizi chache zilizosalia ukasema utaipata Ramadhani. Huenda hapa tunazungumza, tukiachana hapa ukasikia fulani tuliswali naye salatu aljumaa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hakuipata Ramadhani. Kwa hiyo usijidanganye na hiyo afya yako na hiyo pumzi yako, ukaenda kwa ajili ya kwenda kumuasi Allah, unaupokea mwezi wa Ramadhani kwa kumuasi Allah. Usifanye jambo